kuzaliwa, kuja kwa mara ya kwanza kwa njia ya kuzaliwa duniani kwa wokovu wa watu wote, na sehemu ambayo makanisa yote, hasa makanisa haya ya kihistoria, yanaheshimu sana majira haya, lakini kwamba tunapokuja kipindi hiki ni kwamba Mungu analeta upatanisho na msaada kwa watu ambao walikuwa wamekwisha kupotea. Mungu anatafuta suluhu ya upatanisho ambayo umeondoa na kuweka utumwani binadamu. Mungu anatafuta njia ambayo itamfanya binadamu awe sehemu ya ushirika wa Mungu mwenyewe, hasa katika tukio la wazee wetu wa kale walivyo bustani. Na neno nje ya bustani ni mahali ambapo hakuna usalama, hakuna kustawi, hakuna, ni mahali pa mahangaiko, mahali ambapo ni kama umetengwa. Siku hizi mtu asipokupigia simu kwa muda mrefu, unampigia asema umenitenga sana bwana. Siko hivyo. Hii lugha iko tangu awali kwamba Mungu, binadamu itaonekana hawezi kuishi, hawezi kustawi, hawezi kusonga mbele, hawezi kufanya chochote, na amebakiwa na maangamizi peke yake. Mungu akalipa fidia. Mungu akafanya namna mpya ya binadamu kumrudia. Wakati mwingine wakosaji wetu